Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengi hawawezi kuanza siku bila kikombe cha mchaichai? Wengine husema bila chai asubuhi mwili haukai sawa. Lakini je, ni kweli kuwa mchaichai unaweza kuupa mwili nguvu, kusaidia afya ya moyo, kuongeza uchangamfu wa akili na hata kusaidia kupunguza mafuta mwilini? Au kuna madhara yanayofichwa ambayo watu wengi hawajui? Leo nitakuonyesha ukweli wote kuhusu mchaichai, kuanzia faida zake kubwa mwilini mpaka makosa ambayo watu wengi wanafanya kila siku bila kujua. Na hakikisha unaangalia mpaka mwisho, kwa sababu nitakuonyesha pia nani hapaswi kunywa mchaichai sana, madhara ya sukari nyingi kwenye chai, na njia bora kutengeneza mchaichai wenye faida nyingi za kiafya. Kama unapenda mada za afya, tiba asilia na elimu muhimu kuhusu mwili wa binadamu, bonyeza alama ya like na subscribe mara moja. Twende moja kwa moja kwenye mada ya leo. Mchaichai ni nini hasa? Mchaichai ni mchanganyiko wa chai pamoja na viungo mbalimbali asilia vinavyotoa harufu nzuri na ladha kipekee. Viungo hivi vinavyotumika mara kwa mara ni pamoja na tangawizi, hiliki, karafuu, mdalasini, pilipili manga, majani ya chai, maziwa pamoja na sukari. Lakini watu wengi hawajui kuwa ndani ya viungo hivi kuna kemikali asilia zenye faida kubwa kiafya. Kwa mfano, tangawizi husaidia mzunguko wa damu, kupunguza baridi na kupunguza gesi tumboni. Mdalasini husaidia metabolism ya mwili, kudhibiti sukari ya damu, na kwa baadhi ya watu husaidia kuboresha mzunguko wa damu. Karafuu zina antioxidant nyingi ambazo husaidia mwili kupambana na uharibifu wa seli. Hiliki husaidia tumbo kuwa relaxed na kupunguza harufu mbaya mdomoni. Kwa hiyo, mchaichai si chai ya kawaida tu, ni mchanganyiko wa viungo vyenye nguvu kubwa sana mwilini. Mchaichai huupa mwili nguvu. Je, kuna ukweli wowote? Moja ya sababu kubwa zinazowafanya watu wengi kupenda mchaichai ni uwezo wake wa kuongeza nguvu mwilini. Majani ya chai yana kafeini ndogo ambayo huchochea ubongo, huongeza alertness, lakini pia hupunguza usingizi. Ndiyo maana watu wengi wakinywa chai asubuhi, mwili unaamka vizuri, akili inakuwa active sana, uchovu unapungua. Tangawizi nayo huongeza mzunguko wa damu na huleta joto mwilini, hufanya mwili ujisikie fresh, yani sawa. Lakini hapa kuna tatizo moja. Watu wengine huzidisha chai kupita kiasi, matokeo yake kukosa usingizi, kuchoka baadaye na kuwa dependent, yani tegemezi kwa kafeini. Kwa hiyo, kikombe kimoja au viwili kwa siku vinatosha sana kwa watu wengi. Lakini pia mchaichai husaidia mmeng'enyo wa chakula. Je, umewahi kula chakula kizito halafu ukanywa mchaichai ukahisi tumbo limekuwa jepesi, yani light? Hii inatokea kwa sababu tangawizi na hiliki huchochea mmeng'enyo wa chakula, hupunguza gesi na husaidia chakula kusagika vizuri. Watu wengi wenye matatizo ya kujaa tumbo, kujisikia uzito baada ya kula na gesi tumboni, huona nafuu baada ya kunywa chai yenye tangawizi. Pia mchaichai wa moto unaweza kusaidia kufanya tumbo lijisikie jepesi, yani relaxed, na kupunguza discomfort baada ya kula sana. Lakini hapa kuna siri muhimu. Ukinywa chai kwa kiasi, kwa sababu ukinywa sana na vidonda vya tumbo au asidi nyingi, au kama una changamoto ya tumbo, unaweza kupata maumivu zaidi. Lakini pia mchaichai huweza kusaidia kupunguza mafuta. Watu wengi hawajui kuwa baadhi ya viungo vya mchaichai vinaweza kusaidia mwili kutumia energy vizuri zaidi. Tangawizi na mdalasini husaidia kuongeza metabolism, lakini pia husaidia kutumia calories vizuri za mwili, lakini pia huongeza joto la mwili kidogo.
Hii inaweza kusaidia safari ya kupunguza uzito. Lakini hapa ndipo watu wengi huharibu kila kitu. Wanatumia sukari nyingi, maziwa mengi, chai pamoja na maandazi mengi. Matokeo yake, badala ya kupunguza mafuta, mwili unaongeza mafuta zaidi. Kama unataka mchaichai wenye afya zaidi, punguza sukari, tumia tangawizi halisi, epuka snacks nyingi za mafuta. Lakini pia mchaichai husaidia wakati wa baridi pamoja na mafua. Mchaichai wa moto unaweza kusaidia sana kipindi cha baridi, mafua na homa ya kawaida. Tangawizi na karafuu husaidia mwili kupata joto, husaidia kufungua pua na husaidia kutuliza koo. Ndiyo maana watu wengi wakianza kuwa na mafua hukimbilia kunywa chai ya tangawizi. Mvuke wa chai ya moto pia unaweza kusaidia kupunguza msongamano wa pua na kufungua njia ya hewa. Lakini kumbuka, mchaichai si dawa rasmi ya kutibu mafua makali. Dalili zikizidi, ni muhimu kumwona daktari mara moja. Lakini pia mchaichai husaidia afya ya moyo. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa viungo kama mdalasini vinaweza kusaidia kupunguza cholesterol mbaya, kuboresha mzunguko wa damu. Tangawizi nayo inaweza kusaidia damu kusafiri vizuri mwilini. Lakini usifikiri kunywa chai pekee kunatosha. Afya ya moyo inahitaji lishe bora, mazoezi, kulala vizuri na kupunguza stress. Mchaichai inaweza kusaidia, lakini lazima uishi maisha bora kiafya. Kabla tujaendelea, kama unapenda elimu za afya, kuna kitabu maalumu kinachozungumzia magonjwa yasiyoambukizwa na kinapatikana kwa shilingi 5,000 pekee. Kitabu hiki kinaeleza kwa undani magonjwa kama kisukari, pressure, magonjwa ya moyo, mafuta kwenye ini, uzito kupita kiasi na namna ya kujikinga mapema. Watu wengi wanaingia kwenye matatizo makubwa kwa sababu ya kukosa elimu sahihi mapema. Usisubiri mpaka ugonjwa uwe mkubwa sana ndipo uanze kutafuta taarifa. Mchaichai huongeza uchangamfu wa akili. Majani ya chai yana caffeine ambayo inaweza kusaidia kuongeza concentration, kupunguza usingizi na kufanya akili kuwa active. Ndiyo maana wanafunzi hupenda chai wakati wa kusoma. Wafanya kazi hunywa chai asubuhi. Lakini ukizidisha unaweza kupata anxiety, yani woga sana, kukosa usingizi na moyo kwenda mbio sana. Kwa hiyo, usinywe chai nyingi sana usiku. Pia mchaichai husaidia kupunguza stress, yani msongo wa mawazo. Harufu ya viungo vya mchaichai inaweza kusaidia kutuliza akili, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kuwa relaxed sana. Ndiyo maana watu wengi hunywa chai jioni, wakiwa na marafiki, wakiwa wanapumzika. Wakati mwingine kikombe cha chai kinaweza kubadilisha kabisa mood ya mtu. Watu wanaopaswa kuwa makini na mchaichai. Ingawa mchaichai una faida nyingi, watu wengine wanapaswa kuwa makini sana. Mfano, wenye vidonda vya tumbo, wenye asidi nyingi, watu wenye matatizo ya usingizi, watu wenye presha ya juu inayochochewa na kafeini. Pia watoto wadogo hawapaswi kutumia kafeini nyingi. Kama una tatizo la kiafya, ni vizuri kupata ushauri wa daktari kabla ya kutumia. Namna bora ya kutengeneza mchaichai. Kwa faida zaidi, tumia tangawizi halisi, punguza sukari nyingi, chemsha viungo, usitumie maziwa mengi sana, tumia mdalasini kidogo. Unaweza kuongeza hiliki, karafuu au pilipili manga kidogo, lakini usiweke viungo vingi kupita kiasi. Kwa hiyo rafiki yangu, mchaichai unaweza kuwa zaidi kwa kinywa. Mchaichai unaweza kuwa na faida nyingi zaidi kwa kinywa na mwili wako. Ukitumia vizuri unaweza kusaidia kuongeza nguvu, kuboresha digestion, kupunguza msongo wa mawazo na kusaidia afya ya moyo. Pia kuongeza uchangamfu wa akili. Lakini siri kubwa ipo kwenye matumizi sahihi. Usizidishe sukari, usinywe kupita kiasi, na hakikisha unaishi maisha bora kiafya.
Naamini umejifunza kitu kipya leo. Niandikie kwenye comment section. Mchaichai ni maisha. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki pamoja na familia. Na kama unataka kujifunza zaidi kuhusu magonjwa yasiyoambukizwa, pata nakala yako ya kitabu chetu leo kwa shilingi 5,000 pekee kwa namba 0767443887. Tukutane kwenye video